Sio kila mahali inafaa unene kwa lugha. Tunapojifunza jinsi ya kutumia vizuri hii karama ya kunena kwa lugha, ni muhimu ukatambua kwamba sio kila mahali inafaa unene kwa lugha. Ile kwamba nimepewa uwezo wa kunena kwa lugha haina maana ya kwamba kila mahala napopewa kusali basi ninene kwa lugha. Kila mahala napopewa kuomba basi ninene kwa lugha. No. Maana sije ukapewa huo uwezo, hafu siku moja umeenda kwenye sherehe, wanasema yule pale aje aombee chakula au aje aombee sherehe, wanakuita. Unafika pale, unachukua maiki, unaanza kandaraba ya kataraba yekete, unanena mwanzo hadi mwisho, afu unamaliza unasema amen. Uwe na uhakika sherehe nzima na ukumbi mzima utakushangaa. Kwanza watakuwa wameelewa nini ulichonena, kwa utawaacha njia panda na utaongeza wengi wanaoichukia hiyo karama. Na ndio maana usikalili, si kila eneo utafaa unene. Inaweza ikatokea ukapewa kuomba kwenye sherehe na ukanena, inaweza ikatokea, ila itokee kwa sababu Roho Mtakatifu ametaka unene, sio itokee kwa sababu umekalili. Hili ndio la msingi la kuzingatia. Na ndio maana ukipewa uwezo wa kunena kwa lugha, jiongeze. Na namna ya kujiongeza ili utumie hii karama vizuri, namna ya kujiongeza, muombe Roho Mtakatifu akupe hekima ya kutofautisha maeneo na maeneo ya kuitumia. Ukipewa uwezo wa kunena kwa lugha, jiongeze. Na namna ya kujiongeza, muombe Roho Mtakatifu akupe hekima ya kutofautisha maeneo na maeneo. Wengi wamepewa uwezo wa kunena, ila hawajaomba hekima ya kutofautisha wapi anene na wapi asinene. Kwa mtu wa Mungu, Mungu atamani uwe muombaji unayekwaza watu. Anataka uwe muombaji unayebariki na kuleta faida ya baraka kwenye kanisa. Na ndio maana anakufunza hichi kitu mapema. Kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 14, mstari wa 22 hadi wa 25, kuna fundisho nzuri pale. Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 14, mstari wa 22 hadi wa 25. Wakorinto wa kwanza sura ya 14, mstari wa 22 hadi 25, inasema namna hii: basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini,